Kuna ule wimbo mlirekodi na kuweka, umenikumbusha hapo, wimbo wa mwaka mpya. Wewe ndo mtunzi. Ndiyo. Safari ya mwaka huu imeanza. Ule wimbo ulikuwa na tafakari yoyote ndani yake? Yaani ulikuwa na kitu ambacho kimekusukuma kufanya, au tuliona ngoja nifanye wimbo kwa ajili ya mwaka mpya? Kwanza tulikuwa tunataka turekodi wimbo wa mwaka mpya. Na hatuna wimbo. Nilimwomba jamaa wangu anaitwa Paul Mziba. Paul Mziba akachelewa kunitumia wimbo. Ulimwomba yeye ndo atunge? Atunge. Paul Mziba alinitumia lakini kwa kuchelewa. Sasa tuko studio, tuko na Kinakweka wanawahi kurudi seminarini. Okay. Sasa tunafanyaje? Bahati nzuri kwa mimi Moffat Kweka nikaandaa tu melody haraka. Nimeweka pale, Kweka kana upige kwenye piano. Kaupiga. Nikasema kuna kitu bana hapo tunaweza kaongeza. Kwa hiyo vitu vingi tulifanya tukiwa studio. Wimbo kwa sababu umeandikwa Mtunzi Mashamba, sio kwamba idea zote ilitoa Mashamba, hapana. Ilikuwa ni tofauti. Kwa mfano shairi ile la mwaka huu uwe kwangu faraja, kuna Patrick Mdeme alitia kitu chake kule Mwanza. Safari ya mwaka huu Moffat alitia kitu chake, lakini ndio hivyo na mimi nikafanya vitu vingi na kuna Kweka pia naye akatia vitu vyake mpaka tunakuja kurekodi, na unakumbuka tulirekodi siku hiyo tukashuti siku hiyo na ilikuwa ndio siku ya mkesha. Okay, yani ni kama mlitunga siku hiyo. Yani kila kitu kilimaliza siku hiyo na mkaiachia siku hiyo. Tuliachia kesho yake asubuhi. Umeme ulikatika. Watu wa video hawakuexport. Kwa hiyo wakaenda kutafuta sehemu yenye umeme ndio wakaenda kuexport sasa baadaye. Hongera sana. Ni wimbo wako upi ambao umeutunga wewe kwa namna ya pekee kabisa, unasema kwa kweli huu wimbo hata sielewi ilikuwaje, ni mimi au sio mimi? Kwa maana kwamba unaona kama ilikuwa zaidi ya mafikirio yako kwamba utafahamika au watu wataupokea kwa kiasi hicho? Ambao unafahamika. Sasa kwa wimbo ambao unafahamika, ambao umepokeleka, uliona kama umepokeleka? Ndio. Ulipokeleka sana ndio huo Safari ya mwaka huu. Ingawa kuna nyingine nyingi. Ndio. Ulipokeleka mpaka tulikuwa tunajiuliza, of course ukiwa unatengeneza kitu wewe mwenyewe ukisema mbona wimbo kama nauona unaenda kuwa mkubwa. Na ukitoka unakuta kabisa uko hivyo. Kwa hiyo Safari ya mwaka huu kwangu mimi ndio wimbo mpaka sasa hivi ndio wimbo wangu bora ambao unaona umepokeleka sana na watu wengi wanani. Kwa mfano kuna jamaa wangu yuko Kenya anaitwa Sam Magima. Aliwahi kunipigia simu akaniambia mbona wimbo ni mkubwa sana kuliko watu wanavyochukulia. Kaambia ndio hivyo kaka. Sasa akaufundisha kwake, akanitumia video clip. Msikie hiyo sound inayotoka hapo. Ulifanyaje kutunga hiyo? Vitu vingine unavuviwa tu, vinatoka tena vitu vya haraka, si kwamba umekaa mwezi mzima au wiki nzima unaandika, hapana. Ni kitu cha hapo. Okay, hongera sana. Huu ni wimbo ambao ulipokeleka kwenye jamii na kanisa kwa ujumla. Sasa upo wimbo ambao wewe kama wewe inawezekana haujaenda mbali, lakini unaona hii kitu imenyoka sana kati ya zile ambazo umezitunga. Mpaka nashinda kusema. Mimi na nyimbo nyingi huwa naziona nzuri. Nyimbo nyingi naziona nzuri. Ingawa kuna wimbo mmoja anaupenda bwana Anofring Shirima unaitwa Msaada Wangu. Haujaenda sehemu sana, walikodi kwa Mtakatifu Maximilian Kolbe Ukonga, unaitwa Msaada Wangu. Wimbo fulani kwanza ile message na ile melody ilivyokaa ilikuwa ni safi sana. Ni amazing. Wa kwako? Wa kwangu. Hem, tupitishe kidogo kwa faida ya mtazamaji. Msaada wangu katika Bwana, msaada wangu katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Fanya mbingu na nchi, aliyezifanya mbingu na nchi. Ndio huo. Ni mzuri, ni Zaburi. Of course, ni nzuri sana ukisikia in harmony. Sababu kuna vitu vingi vinapita sana. Hongera sana. Amina sana.